Edwin Barua alikuwa miongoni mwa wachezaji waliotarajiwa kung'ara ndani ya kikosi cha Simba Sports Club msimu huu, hasa baada ya kuonyesha kiwango bora chini ya Juma Mgunda mwishoni mwa msimu uliopita 2023-2024. Uwezo wake wa kucheza nafasi tofauti kwenye safu ya ushambuliaji ulimfanya awe mmoja wa wachezaji waliokuwa na nafasi nzuri ya kuendelea kung'ara. Hata hivyo, mabadiliko ya mfumo wa uchezaji chini ya Fadlu Davis pamoja na usajili wa Elie Mpanzu katika dirisha dogo vimefanya Barua kupata kibarua kigumu cha kupata nafasi ya kucheza mara kwa mara. Kwa mujibu wa takwimu za msimu huu, Barua yeye amecheza jumla ya mechi 8 tu za ligi kuu bara kati ya 22 na kupata dakika 317 pekee, akifunga mabao 2 bila kutoa assist yoyote. Lakini kwa upande mwingine, Mpanzu ambaye amejiunga na timu katika dirisha dogo tayari yeye amecheza mechi 9 akikusanya dakika 695, akifunga mabao 2 na kutoa assist 2. Tofauti hii inadhihirisha kuwa Mpanzu ana nafasi ya kucheza mara kwa mara na kushawishi benchi la ufundi zaidi kuliko Barua. Mpanzu ameleta ushindani mpya kwenye kikosi cha Simba, nikiwa na maana kwamba uwezo wake wa kucheza kama mshambuliaji au kiungo mshambuliaji umemfanya kuwa mchezaji mwenye faida kubwa kwa mfumo wa Fadlu Davis. Mpanzu sio tu anafunga, bali pia anahusika katika uundaji wa mashambulizi, jambo ambalo limemfanya kuwa na tathmini kubwa ndani ya kikosi. Kwa takwimu, Mpanzu sio tu kwamba ana idadi sawa ya mabao na Barua, lakini pia ametoa assist 2, jambo linaloonyesha kuwa anashiriki zaidi katika uchezeshaji wa timu kuliko Barua. Sababu nyingine ni mfumo wa Fadlu unavyomnyima nafasi Barua. Mgunda alikuwa akimtumia Barua kama mshambuliaji wa pembeni mwenye uhuru wa kushambulia, lakini chini ya Fadlu mfumo umebadilika. Fadlu yeye amekuwa akitegemea zaidi wachezaji wenye uwezo wa kuchangia katika ulinzi na kushambulia kwa uwiano sawa, jambo ambalo Mpanzu amelifanya vyema kuliko Barua. Kwa mfumo wa 4-2-3-1 unaotumiwa na Fadlu, unahitaji wachezaji wa pembeni kuwa na uwezo wa kupandisha mashambulizi na kushuka kusaidia safu ya ulinzi.